السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala ke fadl se Halika mtukufu wa yadahullah ta'ala bin Nasir Aziz anasema kwamba kwa fadhili za Mwenyezi Mungu mkutano wa mwaka wa Uingereza unakaribia, na inshallah ta'ala kuanzia Ijumaa ijayo mkutano wa mwaka utaanza inshallah ta'ala. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu wanaojitolea katika idara mbalimbali sawa na kawaida wanatoa muda mwingi katika kazi hii, na kwa ajili ya maandalizi ya mkutano wa mwaka kwa bidii wanajitolea. Wale wanaoshiriki katika mkutano wa mwaka, wale ambao ni wageni wasiokuwa wanajumuia wanakuja kila mwaka kuhudhuria, wao wanashangaa kwa kuona kwamba mji mdogo umejengwa katika muda mchache, na katika mji huu urahisi wa kila aina unapatikana, na kazi hii inafanywa katika siku 15. Wengine wanaona labda kazi hii ilifanywa na wenye ujuzi wa kazi hii, na wanaona labda hela nyingi imetumika kwa ajili ya kazi hii. Lakini wao wanapoambiwa kwamba kazi hii yote ilifanywa na wanajumuiya waliojitolea, na kazi hii inafanywa na watu ambao katika maisha yao hawahusiki na kazi hii waliofanya, na kwa kusikia hii kama niliyosema, wao wanashangaa sana. Bila shaka kwa kutumia matumizi kiasi fulani kazi inafanywa na watu wengine, lakini kwa fadhili za Mwenyezi Mungu 70-75 inafanywa na hawa wanajumuiya wanaojitolea, na katika hawa ni wazee na wako vijana, watoto na kina mama pia. Kisha katika siku za mkutano kwa fadhili za Mwenyezi Mungu hawa wanaojitolea wao wanaendesha na wanasimamia nidhamu yote ya mkutano, na wanafanya hii kwa imani sana, na hawafanyi hii kwa sababu wamelazimishwa, na wao wanasimamia kazi hii yote
na wanafanya kazi yoyote bila kuwa na shida yoyote. Kwa sababu ya hii kwamba waweze kuwahudumia wageni wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, basi hii ni heshima kubwa sana kwa ajili hawa wote wanaojitolea, na wanaendelea kufanya hii miaka hadi miaka, na kila mwaka wanafanya kazi hii vizuri. Sawa na desturi, wiki moja kabla ya mkutano wa mwaka na wakumbusha wanaojitolea kuhusu umuhimu wa kazi yao na kuhusu umuhimu wa ukarimu. Ndio maana leo mimi nitazungumza kuhusu mada hii, ili kwa sababu ya kuwakumbusha wao watazingatia zaidi jukumu lao, na baadhi wakati matukio na nasaha inaleta imani mpya na shauku sana. Na sifa hii inahusu mkutano wa mwaka wa Uingereza tu, na wanaojitolea katika mkutano wa mwaka wa Uingereza wao wamepewa nafasi hii haswa, kwamba wahudumia wageni wa Sayyidina alayhi salatu wasalam wanakumbushwa kuhusu umuhimu wa kuwahudumia wageni wa Sayyidina alayhi salatu wasalam. Hii haifai kwa sababu ya hii kwamba wanaojitolea katika Uingereza wao hawana imani zaidi au shauku sana, au na wanajumuiya wa nchi zingine wanafanya kazi kwa imani sana, bali wanakumbushwa kwa sababu ya hii kwamba umuhimu wa mkutano wa mwaka wa Uingereza ni zaidi siku hizi kuliko mkutano wa mwaka wa nchi nyingine yoyote. Na hususan tangu miaka 27 umuhimu huu umezidi sana, kwa sababu mkutano huu ni mkutano wa kimataifa. Uwe mkutano wa nchi yoyote, si lazima khalifa mtukufu ashiriki, lakini katika mkutano huu wa mwaka, tangu marufuku umepigwa kule Pakistan katika mkutano wa mwaka, tangu siku ile mkutano unafanywa hapa, na kule katika Pakistan kwa sababu ya marufuku wa kuhusu mkutano wa mwaka, na kwa sababu ya kuhamia kwa halifa hapa Uingereza, na kwa sababu ya kufanya mji wa London kuwa makao makuu ya jumuiya, kama niliyosema, tangu miaka 28 halifa mtukufu anashiriki katika mkutano huu wa mwaka. Ndio maana kwa sababu ya hii, katika kila kona ya dunia wanajumuiya na wasiokuwa wanajumuiya wanakuja kushiriki na kuhudhuria mkutano wa mwaka, sawa na wanajumuiya wa dunia na wasiokuwa wanajumuiya. Kwa ajili yao mkutano wa mwaka wa Uingereza si mkutano wa Uingereza tu, bali ni mkutano wa makao makuu, ni mkutano wa kimataifa. Na sababu yake ni hii kwamba halifa mtukufu anaishi katika nchi hii. Kwa sababu ya hii, katika usimamizi wa hapa, na usimamizi umepanuka zaidi, na wageni wanaokuja hapa wanategemea zaidi kwamba wapate huduma. Na mimi pia na wasimamizi wa hapa pia wao wanakuwa na wanajali sana, na ili waweze kuangalia wageni na mipango yote ya mkutano ifanywe vizuri. Na kwa ajili ya hii juhudi linafanywa ili usimamizi uboreshwe zaidi kadiri inayowezwa kuboreshwa.
ndio maana baadhi wakati matumizi yanafanywa zaidi na bajeti ya jumuiya ya Uingereza haiwezi kufanya matumizi haya yote. Ingawa matumizi makubwa ya mkutano wa mwaka jumuiya ya Uingereza unafanya, lakini makao makuu pia 30% au 35 baadhi wakati zaidi inafanya au inachangia, makao makuu yanachangia katika matumizi ya mkutano wa mwaka. Naeleza hii kwa sababu hii watu wengine wanasema kwamba jumuiya ya Uingereza umepewa mzigo mkubwa sana, ingawa wengi wa wanajumuiya wa hapa ni wanajumuiya wa kujitolea sana na wanajumuiya wa kujitoa muhanga, na wengi wa wanajumuiya wa hapa wanataka kwamba wao wafanye matumizi yote ya mkutano wa mwaka, lakini watu wachache ambao wanaleta uharibifu katika watu. Ndio maana makao makuu yanaona ni jukumu lake kuchangia katika matumizi ya mkutano wa mwaka. Huzur anasema kwamba nilikuwa naeleza kwamba mkutano wa Uingereza umekuwa mkutano wa kimataifa au mkutano ya makao makuu. Kwa sababu ya hii jukumu la usimamizi wa hapa linazidi sana, na mimi mwenyewe pia ninakuwa na fikira kuhusu hii. Ndio maana kabla ya mkutano na wakumbusha wafanyakazi wote na wanaojitolea wote wao kwamba wao wakumbuke kwamba wanajumuiya wa dunia nzima na wasiokuwa wanajumuiya wao pia ambao wanakuja kushiriki katika mkutano wa mwaka, kama ni wageni, wengine wanakuwa viongozi wa nchi, wengine wanakuwa watu wenye heshima. Hawa watu wote wanaangalia na wanachunguza usimamizi wa mkutano na wasimamizi wa mkutano wa mwaka. Ndio maana hulka za wanaojitolea na jinsi wanavyojitolea na jinsi wanaotoa ukarimu sawa na nguvu ya binadamu inatakiwa uwe nzuri. Kila anayejitolea, kina mama, kina baba na watoto ambao wamepewa jukumu mbalimbali, wanatakiwa wafanye bidii sana kwa ajili ya kutimiza majukumu yao. Baada ya mkutano, wageni wanakuja kutoka nchi mbalimbali, wao waliendelea kusifu ukarimu wa wanajumuiya wa hapa, na mwaka huu pia inatakiwa juhudi lifanywe kwamba hali hii isianguke, bali kila mwaka inatakiwa hali hii endelee kuboreka zaidi kila mwaka. Muaminiwa harudi nyuma, bali anaendelea kupiga hatua mbele. Kila wakati tunatakiwa tupate maendeleo. Karamu au ukarimu si jambo la kawaida, bali ni wema ambayo imeelezwa katika Qur'ani tukufu, na waaminio wamepewa amri kwamba washindane katika wema. Kuna karamu na ukarimu ambao watu wa dunia pia wanafanya, na kila mwenye hulka njema wanatoa ukarimu, na ukarimu huu unakuwa umuhimu sana na unapata thawabu pia. Lakini kama kazi moja inafanywa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na wageni wasiwe wageni wa binafsi, wasiwe jamaa zetu, na tusiwe na lengo la dunia, bali
kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu ukarimu utolewe. Bila shaka ukarimu wa aina hii kwa Mwenyezi Mungu unapata ujira mara mbili. Kama nilivyosema, Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu ametukumbusha kuhusu karamu au kuhusu ukarimu katika tukio la Hazrat Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ukarimu wake umeelezwa hasa, yani baada ya kuja kwa mgeni, kazi ya kwanza aliyofanya ni kwamba alitayarisha chakula kizuri kwa ajili ya wale wageni. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipopata wahi ya kwanza, ilham ya kwanza, na alipata hofu kwa sababu ya hii, Hadhrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha kwa kumsikia alisema mara moja, alisema alieleza sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alisema Mwenyezi Mungu hawezi kuangamiza mtu mwenye sifa wa aina hii, wala hawezi kumkasirikia mtu wa sifa hii. Miongoni wa sifa aliyoeleza, sifa moja ilikuwa sifa ya ukarimu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi ukarimu au kuwapatia ukarimu watu si jambo la kawaida, bali ni sifa ya manabii, na hasusan Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kazi aliyopewa miongoni wa kazi hizi zote ni kazi ya ukarimu pia. Aliambiwa wageni watakuja, kwa hiyo usichoke wala usipate tabu. Basi jumuiya na kila mtu wa jumuiya analazimika kutimiza jukumu hili. Sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa akiwaheshimu wageni namna gani alikuwa akiwaangalia wageni. Hali yake inaonekana katika tukio moja. Safari moja alikuwa mgonjwa na hali yake ilikuwa si nzuri. Alipopata taarifa wageni wanakuja, mara moja akatoka nje ya nyumbani kwake na akasema, mimi nilikuwa siwezi kutoka nje kwa sababu ya maradhi, lakini kwa sababu mgeni anakuwa na haki, yeye anapata taabu katika safari yake, ndio maana kwa ajili ya kutimiza haki yake nimetoka nje. Wageni waliokuwa wakimjia Sayyidina alayhi salatu wassalam walikuwa wakija kupata baraka kutoka kwake, na walikuwa wakija kwa sababu ya amri yake, kwa sababu alikuwa akiwahimiza waje mara kwa mara Qadian. Siku hizi wageni wanakuja, watakaokuja katika siku za usoni, hawa wageni watakuja kwa amri ya Sayyidina alayhi salatu wasalam, na watakuja kwa ajili ya kupata faida katika nidhamu iliyoanzishwa na Sayyidina alayhi salatu wasalam. Wanakuja kushiriki na kuhudhuria mkutano wa mwaka ambao ulianzishwa na Sayyidina alayhi salatu wasalam mwenyewe, na wanajumuiya ambao wanao uwezo, Sayyidina alayhi salatu wasalam aliwasihi washiriki katika mkutano wa mwaka. Basi wageni watakaokuja ni wageni wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na hii ni heshima kwa ajili yetu, ni heshima kwa ajili ya kila anayejitolea kwamba awahudumie wageni hawa, na wageni wasipate tabu hata kidogo. Na kwa mategemeo kwa sababu kwa kuleta mategemeo wanayokuja, mujitahidi kutimiza mategemeo yao. Wageni wanakuja kwa ajili ya mkutano wa mwaka, na wanakuja kwa ajili ya siku chache, na baadaye wanarudi, na wanakuja kutoka katika kila kona ya dunia, kwa sababu mkutano huu ni mkutano wa kimataifa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisema, mwapatie haki mgeni wenu, na alisema
haki hii ni karamu ya siku tatu au ukarimu wa siku chache. Mtume sallallahu mwenyewe alikuwa akiwapatia ukarimu au karamu wa aina gani? Ilikuwa si ya siku chache, bali ilikuwa ukarimu ulioendelea. Na katika riwaya inapatikana kwamba watu waliokuwa wakija kwa ajili ya kujifunza dini walikuwa wakikaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na walikuwa wageni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwaangalia namna gani na alikuwa akiwapatia ukarimu kiasi gani. Malik bin Abi Amr ni riwaya yake, yeye anasimulia kwamba mtu mmoja alimwendea Talha bin Ubaidullah na akamwambia, ewe Abu Muhammad, je, humuoni Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu ambaye anajua hadithi zaidi kushinda nyinyi nyote, na hadithi nyingi tunamsikia kutoka kwake? Yeye akasema kwamba hakuna shaka ndani yake. Yeye alimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ambayo hatukusikia. Sababu yake ni kwamba yeye alikuwa maskini, alikuwa hana kitu chochote. Alikuwa akikaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni mgeni wake, na mkono wake ulikuwa pamoja na mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tulikuwa watu matajiri na tulikuwa na nyumba chungu mzima. Tulikuwa tukimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi wakati ya asubuhi au baadhi wakati jioni. Basi hawa walikuwa watu ambao walitanguliza dini juu ya dunia kiasi hiki kwamba walisahau kila kitu na walisahau dunia, na wakawa wageni wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuhusu ukarimu huu pia riwaya inapatikana kwamba hali ilikuwaje. Si kwamba wageni walikuwa wakitaka vitu wa chakula, bao walikuwa wakiishi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa ukarimu. Hazrat Abu Huraira, nimeeleza kuhusu Hazrat Abu Huraira, kuna riwaya kuhusu yeye kwamba safari moja siku kadhaa hakupata chakula, alikuwa na njaa sana, na kwa sababu hii hali yake ilikuwa mbaya sana. Riwaya ni ndefu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona hali yake akaenda nyumbani kwake, na Abu Huraira radhiyallahu ta'ala pia alikuwa pamoja naye katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kikombe cha maziwa kilikuja kama zawadi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Hazrat Abu Huraira kwamba uwaite ashabu sufa wote. Hazrat Abu Huraira alikuwa na njaa sana, anasema nilienda kwa ajili ya kuwaita wale ashabu sufa na tukakaa katika duara. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaniambia kwamba uanze kutoka kwa kulia na uwapatie hawa wote maziwa. Anasema hali yangu ilikuwa kiasi hiki kwa sababu ya njaa, nilikuwa naona kwamba mimi ninastahili zaidi kuliko hawa wote, na nilikuwa nikimpatia maziwa wageni hawa, na nilikuwa nafikiria moyoni mwangu kwamba maziwa yatakwisha na nitabaki na njaa. Mtume sallallahu kwa sababu alikunywa kidogo maziwa, kwa hiyo baraka ilipatikana ndani yake, na kwa sababu ya baraka hii wote wakanywa maziwa yale. Hawa walikuwa wageni, na Mtume sallallahu alikuwa akiwapatia ukarimu, na Mtume sallallahu mwenyewe alikuwa hajali kuhusu nafsi yake, bali alikuwa akiwajali hawa maswahaba. Hawa walikuwa ambao walikuja kwa hamu ya kujua na kujifunza elimu ya dini, na walikuwa wageni wa daima. Siku hizi hatuna wageni wa aina hii, lakini kwa ajili ya kujifunza dini, wageni ambao wanakuja, sisi tumepewa jukumu la kuwahudumia. Kwa hiyo kuwahudumia vizuri ni jukumu letu. Hazur anasema kama nilivyosema, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alisema kushiriki mkutano wa mwaka ni lengo la dini,
na ni kwa ajili ya dini, ili kwa kujifundisha na kujifunza dini tuweze kueneza ile elimu. Basi hawa wageni ambao wanakuja kuwahudumia hawa wageni ni jukumu letu, na hili ni jukumu pamoja na amri ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mwenyezi Mungu ametuambia tufuate sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika zama hii kama nilivyoeleza, Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alipewa jukumu hili kubwa sana la kuwapatia karamu wageni au kuwapatia ukarimu. Kwa sababu ya hii pia, kwa ajili ya kutimiza kazi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, kwa ajili ya kuwa wasaidizi wake, ni jukumu letu kwamba kazi ya ukarimu ambayo tumepewa tutimize kazi hii vizuri. Wakati wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam ukarimu ulikuwaje? Naeleza matukio mawili, labda umeshawahi lakini kila mara tunaposoma matukio haya au kwa sababu ya kusikia, tunaona funzo mpya, na kwa ajili ya wanaojitolea inakuwa funzo pia. Baadhi wakati kwa sababu ya ufupi wa wakati wanaojitolea wanakuwa na haraka, hususan wale wageni ambao wanakula chakula mbele yao. Hawa wafanyakazi wanasema maneno ambayo si maneno. Kwa kusikia maneno haya, wageni hawaoni vizuri bali wanaona vibaya. Au baadhi wakati kwa sababu ya mipango ya mkutano, wafanyakazi wanakuwa na haraka na wanafanya haraka wageni wale chakula haraka ili waweze kusikiliza hutuba. Riwaya hii nitakayoeleza mbele yenu katika hii ni hulka ambayo inatakiwa iwe ya mtu ambaye anayetoa ukarimu. Hali yake inaelezwa katika riwaya hii. Hazrat Khadim Sahib Shekhwani anasimulia kwamba safari moja mimi nilikuja Qadian kutoka kijiji changu Shekhwa. Nilipokuja karibu na chumba ambamo Sinama la Sasama alikuwa anakula chakula pamoja na maswahaba, nilimsalimia Sinama la salatu wasalam. Akasema kwa bashasha, njoo bana Khairuddin tule chakula. Mimi nilishawahi kula chakula. Nikasema hazur, nimeshakula chakula. Akasema hapana, ule chakula. Kwa hiyo nikakaa. Chakula kilikwisha na watu walishakula, na Sinama la salatu wasalam pia alishakula, lakini kwa ajili yangu Sayyidina alayhi salatu wasalam alitayarisha, alinipatia boga na chapati, na Mirza Bashiruddin Sahib alikuwa mtoto pia alikuwa nakula chakula, na bakuli yake pia Sayyidina alayhi salatu wasalam akaweka mbele yangu. Nikaanza kula chakula. Nilikula chakula kidogo, bana Ghulam Muhyiddin akaanza kukusanya vyombo, na katika haraka akachukua sahani yangu pia. Sayyidina alayhi salatu wasallam alipoona hali hii akakasirika sana, na akamuonya Ghulam Muhyiddin Sahib, na kwa kusikia hii aliogopa. Yani Sayyidina alayhi salatu wasallam alisema, kwa nini nilichukua vyombo? Nilikuwa sina uwezo kwamba niseme huzur, haina wasiwasi, nimeshakula chakula, nimeshashiba.
na yeye akaweka sahani mbele yangu tena na nikaanza kula tena, na akasema Sinam alayhi wasallam kwamba msichukue vyombo mpaka niseme mimi. Anasema mimi nilikula chakula kidogo, kisha Sinam alayhi wasallam alisema kusanyeni vyombo, ndio maana vyombo vilikusanywa. Hili ni tukio moja kwamba mgeni kama anakula chakula anatakiwa apewe nafasi ili ale chakula vizuri. Ikiwa mkutano unakaribia kuanza na wanaojitolea wao na watu wenye tarbia wanatakiwa ikiwa mtu amekuja kuchelewa kidogo apewe nafasi ili ale chakula, lakini aambiwe kwamba na wakati kiasi fulani imebaki katika swala au wakati kiasi gani imebaki katika kuanza mkutano. Lakini haitakiwi iseme kwamba aondoke mara moja, tunatakiwa tukusanya vyombo, na hivi hatuwezi kutimiza haki ya ukarimu. Sayyidina alayhi salatu wasallam mwenyewe alikuwa akiwapatia ukarimu namna gani tumeona, na alikuwa akiwategemea wageni pia nini, na tunatakiwa tuzingatie jambo hili. Na hali yake inapatikana katika maandiko yake haya kwamba mimi na angalia kila wakati isije mgeni apate shida, bali natoa nasaha kuhusu hii, na inatakiwa wageni wapewe raha, kwa sababu moyo wake unakuwa kama ni kioo na kinapogongwa kidogo kinavunjika. Ndio maana nilifanya mpango kiasi hiki kwamba nilikuwa nikila chakula pamoja na wageni, lakini tangu nimepata maradhi na nililazimika kula chakula cha maradhi, kwa hiyo sikuweza kula chakula pamoja na wageni. Na pamoja na hii wageni pia walianza kuja kwa wingi sana, nafasi ilikuwa ndogo. Kwa hivyo kwa sababu ya hii sikuweza kula chakula, siwezi kula chakula pamoja na wageni, lakini kila mmoja ana uhuru aeleze anachotaka kula. Watu wengine wanakuwa wagonjwa na wanataka chakula cha wagonjwa. Katika maandiko haya Sinam alayhi salatu wasallam yatukumbusha mambo mawili. Kila anayejitolea anatakiwa azingatie mambo haya mawili, si wale tu ambao wanapakua chakula, bali kila anayejitolea na anatoa sehemu yake katika usimamizi wa mkutano wa mwaka. Kitu cha kwanza amesema kwamba wageni wanatakiwa wapewe raha na starehe, na si raha hii tu kwamba wageni wapewe chakula tu, bali inatakiwa wageni wapewe malazi mazuri, na vile vile katika kuegesha magari pia inatakiwa wageni wapewe raha. Na baadhi wakati wageni wanalalamika na wanasema tuliegesha gari mbali sana na tulilazimika kutembea kwa mbali, na ikiwa usafiri uliopangwa ulichelewa sana na kwa sababu mbalimbali tulipata shida. Vile vile katika vyoo na bafu pia inatakiwa iwe chungu mzima, na inatakiwa vyoo na bafu isafishwe vizuri. Kwa kuangalia kasoro ya mwaka jana, tunatakiwa tuangalie usimamizi huu. Vile vile ni kuangalia ticket ya kuingia katika ukumbi pia inatakiwa ipangwe vizuri kwa ajili ya wale walemavu, na inatakiwa mpango ufanywe ili wasiweze kusubiri kwa muda mrefu huko nje. Vile vile kina mama ambao wana watoto wadogo, inatakiwa mpango ufanywe ili waweze kuingia mara moja katika ukumbi, hususan ikiwa ni mvua au ni jua kali. Kisha amesema Sinam alayhi salatu wasalam kwamba moyo wa mgeni unakuwa kama ni kioo. Kwa hivyo kuzingatia moyo huu ni muhimu sana. Tukiangalia na tukizingatia na tukiwapatia urahisi wageni, kwa kawaida shida haipatikani. Lakini hata kama mgeni kwa sababu ya tabia yake analeta malalamiko au anasema jambo ambalo si nzuri, basi wafanya kazi na wanajitolea, ni kazi yao kwamba wao wafanye subra, wasimjibu. Kwa sababu ya hii wageni wanatakiwa wapewe nafasi, na wageni wapewe raha. Kisha amesema Sinam alayhi salatu wasallam kwamba wageni wanatakiwa wapewe ukarimu.
hasusan wale wanaojitolea katika ulinzi wanatakiwa wao wawaeleweshe wageni kwa mapenzi kwamba cooperation ni muhimu katika ndani ya ukumbi na nje ya ukumbi pia. vile vile security, ulinzi pia ni muhimu, hasusan katika hali ya siku hizi inatakiwa tuzingatie sana ulinzi. Lakini kwa ajili ya hii inatakiwa ifanywe mpango wa aina hii ambao haumuudhi mtu yeyote. Ikiwa kuna jambo la hatari, basi inatakiwa ifikishwe kwa viongozi badala ya kujadili pamoja nao. Hasusan wageni wa Ahmadiyya wanajua desturi ni nini, lakini baadhi wakati watu wengine hawajui nidhamu ni nini, utaratibu ni nini. Kwa hiyo kwa hawa watu pia inatakiwa muwazungumze kwa upole sana. Watu wengi wanakuja kwa ajili ya kuhudhuria mkutano, wanapoona hulka zenu, kwa sababu ya kwa hulka zenu wanapata athari sana, kwa sababu hulka nzuri pia ni mahubiri mzuri. Mwanzoni kama wakati wageni walikuwa wakija wachache, Sinama alayhi salatu wasallam mwenyewe alikuwa akiwapatia ukarimu na mwenyewe pia alikuwa akila chakula pamoja nao. Lakini baadaye wageni walipoanza kuja kwa wingi na kwa sababu ya marazi pia, Sinama alayhi salatu wasallam alilazimika kula chakula peke yake. Na sasa hivi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu jumuiya imepanuka sana, na katika niaba ya Sinama alayhi salatu wasallam si rahisi kwa halifa kwamba ale chakula pamoja na wageni wote au amwangalie kila mgeni mwenyewe. vile vile kuna shughuli pia chungu mzima. Kukutana na wageni pia ni shughuli, vile vile ni shughuli zingine pia. Ndiyo maana nizamu imeanzishwa, utaratibu umeanzishwa kwamba kila idara inatakiwa ifanye bidii ili urahisi upatikane kwa ajili ya kila mgeni na atimize jukumu lake vizuri. Na halifa mtukufu anategemea wanaojitolea, na kila anayejitolea anatakiwa atimize jukumu hili. Na halifa anawategemea hawa wanajitolea kwamba wahudumia wageni vizuri. Kila anayejitolea anatakiwa aonyeshe hulka njema, na jambo hili linatakiwa sana. Wale wageni wanaokuja wanaona kwamba hawa watu wanakaa karibu na halifa na hulka zao zitakuwa bora zaidi, na inatakiwa iwe hivi. Vile vile ibada na hulka na wema itakuwa bora zaidi. Kwa hivyo kila anayejitolea ajue kwamba kutimiza jukumu lake si kazi yake, bali kuzingatia ibada na kusali swala bila kukosa hata sala moja ni muhimu sana, hususan katika siku hizi. Na kwa ajili yake inatakiwa mpango ufanywe, vile vile wema wengine pia ifanywe, hulka ya hali ya juu ionyeshwe. Kila anayefanya kazi katika jumuiya anatakiwa awe na hulka njema, na hususan katika siku za mkutano anatakiwa aboreshe zaidi hulka zake. Wakati natoa nasaha hii nakumbuka mkutano wa mwaka wa Rabwa, kwamba halifa wa mtukufu alikuwa akitoa nasaha kabla ya mkutano. Kila mwenyeji wa Rabwa ambaye hata kama hakutoa jina lake kwa ajili ya kujitolea alikuwa akifuata nasaha za halifa mtukufu, na maandalizi alikuwa yakifanywa. Lakini sasa hivi kwa sababu ya hali ya kule mkutano haufanyiki kule, kwa hiyo
muwakumbuke wanajumuiya wa Pakistan. Mwenyezi Mungu awasaidie na aondoe shida yao. जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की जमात हर साल Hazur anasema kwamba kama nilivyosema kwamba hakuna shaka ndani yake kwamba jumuiya ya Uingereza inajitahidi kutimiza haki ya ukarimu, na kila mwanajumuiya anajitahidi kwa ajili ya kutimiza haki hii. Ilikuwa wakati ilikuwa ikisema kwamba jumuiya ya Uingereza haiwezi kusimamia mpango wote wa mkutano wa mwaka, au jumuiya hii haina uwezo wa kusimamia. Kwa hivyo halifa mtukufu alipohamia hapa Uingereza katika miaka ya mwanzo, msaada ulikuwa ukiombwa kutoka Rabwa. Viongozi kadhaa walikuwa wakija kutoka Rabwa kwa ajili ya kuwasaidia wanajumuiya wa hapa, lakini kwa sasa hivi kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, viongozi na wanajumuiya wa kawaida wanaojitolea wameshapewa malezi, kwa hiyo wanaweza kusimamia vizuri kazi hii. Kwa hiyo upungufu huu umekwisha, na ikiwa upungufu huu umekwisha, na kwa sababu ya hii kwamba mambo yameboreka zaidi, kila anayejitolea anatakiwa awe mnyenyekevu zaidi na aendelee kuzingatia jambo hili. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, taarifa ninayopata kila mwaka kuhusu maandalizi ya mkutano wa mwaka, kwa kusoma ile taarifa inaonekana kwamba kila jambo linaangaliwa kwa kuangalia kwa undani sana. Mwenyezi Mungu awajalie, awezeshe kila wanaojitolea wanajumuiya wote kwamba waweze kutimiza majukumu yao, kina mama, kina baba na watoto pia. Hapa nataka kusema jambo moja hasa, kwamba kama niliyosema kwamba ulinzi unazingatiwa sana, na jambo hili ni muhimu sana. Hatuwezi kufanya compromise kuhusu hii, wala haitakiwi iwe hivi. Pamoja na hii, ni muhimu kuzingatia heshima ya watu wengine, wale wanaokuja kuhudhuria mkutano. Wale ambao wanasimamia ulinzi hawatakiwi washike kanuni na sheria nchi mikononi mwao, bali kwa hekima waweze kurekebisha mambo. Na wale wanajumuiya ambao wanaleta wageni pamoja nao au wanataka kuleta wanajumuiya pamoja nao, nataka kuambia wageni ambao mtakuja nao, kuhusu hawa wageni mnatakiwa mulete taarifa mapema na muelewane pamoja na viongozi na wasimamizi, ili wanaoleta wageni wasiwe na malalamiko kwamba ulinzi ulikuwa mkali sana na hatukuweza kushiriki, au tulicheleweshwa sana, au tulikatazwa kuingia katika ukumbi. Ikiwa hali hii inapatikana, basi mgeni anayekuja yeye anashangaa kwa kuona hali hii. Kwa hiyo muzingatie jambo hili kwamba ikiwa hatujui mtu, basi utafiti unafanywa sana. Kwa hiyo mambo yote yanafanywa yapangwe mapema kuhusu wageni watakaokuja, na kila mwanajumuiya anatakiwa apite katika process hii ya ulinzi mapema. Hii mwongozo huu haukuwa kwa ajili ya wanaosimamia, lakini ni kwa ajili ya wanajumuiya ambao wanaleta wageni. Kwa hiyo natakiwa kazi hii ifanywe mapema. Bado wiki moja imebaki. Ikiwa mtu mmoja anataka kuleta mgeni, afanye mpango mapema, kwa sababu baadaye napata barua ya malalamiko. Na kama wasimamizi wanakataa kwa sababu yoyote, basi tunatakiwa tuwaelewe wale wasimamizi na tusilete malalamiko kuhusu hawa wasimamizi. Na wasimamizi pia wanatakiwa waangalie mambo haya kwa hekima sana, ili mtu yeyote asiwe na malalamiko. Na hii ndiyo ni hulka njema, tunatakiwa tuonyeshe hulka hii. Pamoja na hii, nataka kueleza waziwazi jambo hili pia, kwamba wale wanaoleta
wanajumuia wanaoleta wageni pamoja nao wanatakiwa wazingatie jambo hili pia, kwamba hali ya dunia na hususan kuhusu jumuiya, watu wenye shari wanataka kuleta shari, na siku hizi wanafanya hila mbalimbali ya kuleta shari dhidi ya jumuiya. Kwa wale ambao wanaleta wageni wasiwafanyia wageni kwa sababu hii kwamba wanawajua kidogo, bali wao wanatakiwa wafanya utafiti vizuri, na wale ambao mnawajua kwa muda mrefu sana mnatakiwa muwalete wale wageni tu katika mkutanoni. Na kama nilivyosema, kabla ya kuwaleta mnatakiwa muwaelewane na wasimamizi na mupatane na wasimamizi kuhusu mambo yote. Na mwishowe nikumbushe tena kwamba wageni, hususan wageni wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, tunatakiwa ukarimu wao ni fadhili za Mwenyezi Mungu, na mtoe huduma zenu zaidi kuliko zamani. Mwenyezi Mungu awawezeshe wanajumuiya wote watakaojitolea, na zaidi haya yote ni kwamba mfanye maombi sana. Mwenyezi Mungu afanikishe mkutano wa mwaka, na mipango yote ifanywe mapema kabla ya mkutano, na mambo yote ya usimamizi na kuhusu mkutano wanaojitolea waweze kufanya vizuri. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.